Nimefurahi mimi na ujumbe wangu. Mkurugenzi mkuu wa COSTECH, mkurugenzi wa sayansi, teknolojia na ubunifu wizarani, mkurugenzi wa mawasiliano, timu iliyotoka wizarani kwa ujumla wake. Tumefurahi sana, tumekuja kuona, tumejifunza, tumefumbua macho. Na tunapongeza sana taasisi hii kwa kazi ambayo mnaifanya. Baadhi ya mambo mnafanya hapa hayafanyiki katika taasisi nyingine yote hapa nchini. Na kuna masuala makubwa ambayo mmeshayafanyia kazi. Mmekuwa sehemu ya ugunduzi wa chanjo dhidi ya malaria. Mmeshirikiana na Chuo Kikuu cha Oxford kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnapata chanjo ya malaria, na mnaendelea kufanyia kazi masuala mengine mengi ya kiutafiti. Kwa sehemu kubwa mnashirikiana na vyuo vikuu hapa kwetu. Nimefahamu mnashirikiana na Nelson Mandela, African Institute of Science and Technology, lakini vile vile mna mazungumzo ya kushirikiana na Ardhi University ya Dar es Salaam. Kwa muunganiko huu wa taasisi hii muhimu sana katika utafiti na vyuo vikuu ni muhimu. Lakini kazi kubwa ambayo mnaifanya ni muunganiko kati ya nyie na vyuo vikuu vya nje, hasa kile cha Imperial na vile vile Oxford kama mlivyosema. Tumefurahi, tumeona kwamba hapa nafanyika shughuli ya kuangalia usalama wa dawa zinazogunduliwa, yani inaitwa clinical trial, kwa sehemu kubwa kwa ajili ya kujaribia kwa binadamu, kuona kwamba sasa dawa hii kabla haijafika mahali kwa kuhakikisha kwamba kweli inatibu inavyotakiwa, ni salama kiasi gani katika mwili wa binadamu. Huo ni utaratibu wa dunia nzima katika tafiti za madawa, na nimefurahi zaidi kuona mnatumia genome, mnatumia vinasaba, mnapima. Tumeona jinsi ambavyo mnachukua mbu wenyewe, mnabadilisha kinasaba cha mbu ili mbu mwenyewe atakayekuja kuibuka huko asiweze kuleta malaria. Tumeangalia maabara ambao unaingia kule kwa masharti magumu kweli kweli, lakini kazi nzuri inayofanyika. Tumejifunza. Nimeangalia baadhi ya mashine na mitambo mlionayo, wala si gharama kubwa. Nilikuwa natania hapa nikizuia safari ya mkurugenzi mkuu wa COSTECH kwa miezi 4 tumake, mara nyingi mpigia simu, mara yuko Thailand, mara yuko Brazil. Kizuia hiyo tunazo tukano hiyo mashine vile vile badala ya kusafiri kwenda nje. Sasa jambo moja kubwa ni kwamba tuna msukumo mkubwa sana sasa hivi wa kuendeleza sayansi na teknolojia katika Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa wakati mwingine ni rahisi kusahau kwamba wizara hii ni ya elimu, labda niweke nukta. Sayansi, ngoja niweke tena nukta. Teknolojia, sio wizara ya elimu, sio wizara ya sayansi, sio wizara ya teknolojia, ni wizara ya elimu na ni ya sayansi na teknolojia. Sehemu kubwa ya sayansi ni kama hili tuliloliona mnalolifanya hapa. Inabidi tutumie muda wetu vile vile kufuatilia na kuona tunaweza tukaendesha kiasi gani mabadiliko ya sayansi. Sasa sayansi yenyewe ni mtambuka. Kuna katika masuala ya afya kama mnavyofanya hapa, kuna masuala ya kilimo, kuna masuala ya mifugo na mambo mengine kadha wa kadha ambayo COSTECH inabidi isimamie na kuratibu. Lakini vyuo vikuu vyote vinafanya kazi za sayansi, vinafundisha na vinafanya utafiti. Na kwenye hilo tunaendelea kuhakikisha kwamba vyuo vyetu vikuu visiwe ni high school. High school kazi yake kufundisha. Vyuo vikuu ni kufundisha na kufanya utafiti, na vyote kwa uzito sawia. Kwa tungependa tuone kama tulivyoona maabara hapa, tuione kwenye vyuo vikuu vyetu kwamba vinafanya utafiti, lakini vinashirikiana na taasisi kama ya kwenu hapa katika kufanya utafiti. Nikute hapa wahadhiri kutoka vyuo vikuu labda wamekuja kutumia sabatiko yao hapa kwa ajili ya kufanya utafiti, na watu wenu wakati mwingine waende university kwa ajili ya kufanya utafiti. Kwa hiyo swala la muunganiko wa vyuo vikuu na utafiti ni swala ambalo haliepukiki. Siku tutakapoacha kufanya utafiti vyuo vikuu vinakuwa ni high school tu. Kazi kubwa mnayofanya inatokana na Chuo Kikuu cha Oxford kwa mfano mliozungumza hapa. Yale mabadiliko ya vinasaba ambayo mmenoesha pale, mnafanya pamoja na vyuo vikuu. Kwa hiyo ningependa nione vinafanyika hapa. Sasa swala kubwa ambalo tumeliona hapa na ambalo kwa kweli tumelipangia mpango kazi ambao tutafanya ni kuhakikisha kwamba sisi tunatumia na yale ambayo tayari watu wetu wanafahamu au wanahisi wanafahamu kwa ajili ya tiba. Dawa ambazo tunaziita za asili kwa ajili ya tiba. Mitishamba ambao watu wanaamini inatibu kwa ajili ya tiba. Na ili tufanye vile, kazi yetu hatuwezi kufanya tu hii clinical trial ambayo inafanyika hapa. Kwa sababu clinical trial hapa ina maana kwamba dawa yenyewe imeshagundulika nje huko. Imegundulika labda Oxford au sehemu nyingine.
wameshaona kwenye panya, sijui kwenye kima, wamejaribu, wameona kama kweli inafanya vizuri. Sasa wanataka kuingia kwa binadamu. Ili kufanya kwa binadamu wanafanya clinical trial. Kwa hiyo preclinical trial imeshafanyika huko nje. Wanakuja hapa sasa katika safari yao ya kutengeneza dawa, wanafanya clinical trial, wanajaribu kwa binadamu. Alafu baada ya kuona kwamba kuna usalama, wanaondoka nao, wanasepa, wanaenda kumalizia, wanazalisha dawa, tutazinunua sisi kuzileta hapa. Kwa hiyo hata tunavyotengeneza dawa, na tuna Wizara ya Afya inajitahidi, inafanya kazi nzuri sana kuvutia wawekezaji kuja kutengeneza dawa hapa, ni kwamba dawa yenyewe inaweza kawa ilishagundulika Uingereza kwenye preclinical trial, halafu imeletwa Tanzania na nchi nyingine duniani pamoja na Uingereza huko kwa clinical trial, kuangalia usalama wa ile dawa. Kwa watu wetu wanatumia, alafu tunaangalia wanazimia, wana allergy, ina madhara gani. Tukiona kwamba iko salama, basi sisi tunatoa ripoti, wanaondoka na ndege, wanarudi huko Uingereza, wanamalizia kufanya proper clinical trial, ambayo ni kuangalia sasa ile dawa effectiveness yake ni kiasi gani, inatibu kwa asilimia ngapi. Wanaweza kufanya na hapa vile vile na kule kwao, halafu wanakuwa na dawa wanaizalisha India, wanazalisha Uingereza, wanazalisha Uswisi. Halafu ile dawa sisi tutainunua kwa ajili ya kutumia kwa watu wetu. Sasa hili ni swala muhimu, na nafurahi kwamba linafanyika hapa, kwamba na sisi tunapata uzoefu wa namna ya kufanya hiyo clinical trial. Wito wetu, na tutafanya mkazo na tutalisukuma kwa nguvu sana, ni kwamba kile tunachoamini kwamba kinatibu hapa nchini kifanyiwe preclinical trial. Tuwe na maabara ya kutumia panya kama mnatumia panya, kutumia kima kama mnatumia kima, kutumia kile ambacho nyinyi wanasayansi mnafahamu vizuri, kuhakikisha kwamba tunajaribia ile dawa kuona kama kweli inaweza kutibu. Alafu kama inatibu, sasa ndio tuingie kwenye hii clinical trial inafanyika hapa. Tukiona ni salama kwa binadamu, alafu tuende sasa mbele tufanye clinical trial kuhakikisha kwamba tunapima ni kiasi gani inaweza kutibu magonjwa. Tukimaliza pale, tuchukue ownership ya dawa, tuwe na hakimiliki. Sasa kama tutazalisha hapa au itazalishwa nchi nyingine, lakini kila ikizalishwa ikiuzwa, kamshiko ketu tunadai, kwa sababu tuna hatimiliki ya dawa yenyewe. Tukiweza kuzalisha hapa vizuri, ni vyema. Sasa hatufanyi hivyo kwa ajili ya kutafuta fedha, tunafanya hivyo kwa sababu ya kuboresha afya zetu na afya za watu wengine wote duniani. Lakini byproduct ya utaratibu huu ni fedha. Pharmaceutical industries duniani zinatengeneza hela nyingi sana. Sana. It's a money making machine. Kwa sisi tunapoona kuna mti shamba hapa unafanya vizuri, tukahakikisha kwamba tunaenda kuanzia clinical trial, tukaingia kwenye clinical trial, tukafanya even advanced clinical trial, tukathibitisha, tunaweza tukazalisha hiyo dawa sisi wenyewe. Au mtu mwingine akizalisha, lakini sisi tuna share yetu. Kila ikiuzwa duniani, ikiuzwa China, Japan, kila kitu, kamshiko ketu kanakuja hapa nchini tunakapata. Kwa hiyo ndio maana tuna kikao kazi tumepanga kifanyike, na nafurahi na nyinyi mna taarifa, ambacho kitakutanisha Wizara ya Afya, vyuo vikuu, hospitali zetu, wenye wanaamini kwamba dawa ya asili na nini, kuweka mkakati wa namna gani ile knowledge tulionayo, knowledge ya asili tulionayo, ama ni mtishamba au ni chochote kile, tunaweza tukakiendeleza, tukakifanyia utafiti kwa namna ya kisayansi kama mlivyonieleza hapa, ambayo ni preclinical trial, tukahakikisha tunathibitisha kwamba kweli kinatibu. Kwa sababu kuna maneno, mti huu unatibu, kweli si kweli, tutajuaje? Tuna sayansi kwa sababu maalum. Sayansi lazima ituambie. Hatuwezi tukabaki kama ni ndoto za alinacha, kwamba mti huu bwana ni tiba. Mti huu unatibu hiki na hiki. Mbona tunabaki na hicho tu? Tufanyie utafiti, tuhakikishe kwamba tunajua unatibu kweli, kwa kiasi gani, madhara yake kwa binadamu kiasi gani, na mtu akitumia atumie kiasi gani, ili asipate madhara lakini apate anufaike na kile ambacho tunacho. Kwenye hilo tutaendelea kuliwekea msukumo kikao kazi. Nashukuru kwamba mmesema mtakuja, kila mtakaa nyewe wataalamu wenyewe, lakini tutaleta na wanasheria ambao watajaribu kuelezea umuhimu wa kulinda haki ya yule mtu ambaye amekuja na mtishamba wake. Maana nilikuwa na Profesa Janabi akaniambia wakati mwingine watu hawapendi kujitokeza kwa sababu wanaamini tutaiba, alafu tutaenda tutatekeleza, alafu tukitengeneza sasa tutauza, lakini wenyewe hawapati chochote. Lazima tumlinde anayekuja akasema bwana, hiki kitu tunajua kwetu sisi kule Machame hii ni dawa. Kweli basi yeye ndio kwanza kutuambia ana haki fulani.
alafu tutakapofanya kule tutaendelea. Hili ni swala muhimu sana kwa nchi yetu, na napenda tuwe na wazo la kwamba tunaweza. Narudia tena, wanasayansi mmefundishwa. Nilikuwa nauliza kila mahali, wewe umesomea wapi? Umesoma wengine, mmoja amesomea Glasgow, umeenda kule umefanya PhD, umeshindana na wengine wote duniani, umepata PhD. Kwa nini urudi hapa na unyonge? Uliweza kupata PhD kule kwa kufanya utafiti, unaweza kufanya utafiti hapa nchini. Sasa tunataka tuende na hiyo tabia, attitude. Yes we can. Tuna uwezo wa kulifanya hilo la kubwa ambalo tumeliona, na nashukuru sana wakati mazungumzo yetu hapa, na sisi tusaidiane, kwa sababu umetuambia mmiliki wa hapa ni pamoja na serikali kupitia taasisi mbalimbali. Tusaidiane, tuhakikishe tunaongeza maabara ya preclinical trial na kuangalia protocol za kufanya. La pili, hilo nimeona la genome la vinasaba ambayo mmefanya, ambayo inaonyesha kwamba kuna potential kubwa sana kufanya mambo mengi. Actually ni GMO. Mbu amekuwa genetically modified ili huyo mbu sasa asiweze kueneza magonjwa, lakini hamjamtoa kwa sababu lazima watu environment wathibitishe kwamba watu watashangaa kwamba mbu ana hasara kubwa, lakini kumuondoa katika mazingira kunaweza kana na hasara kubwa zaidi. Kwa maana hiyo kwamba akiwa kwenye mazingira kuna faida, lakini kazi ambayo inafanyika hapa itafanywa tathmini na wataalamu, tusonge mbele. Sasa mliniambia kwamba kuna kazi mlitaka kufanya hapa, mkasubiri vibali. Ilikuwa ni inahusu nini? Malaria vaccine. Amekuja mfadhili anataka kuleta hela, mfanye hapo. Tungekuwa na vaccine hapa tukaitengeneza, lakini serikalini kulikuwa na sijui na taasisi ofisi 7 tukashindwa. Lakini gharama ya ile mashine ni safari za nje za mkurugenzi wa COSTECH. Nasema maksudi kwa sababu mtafanya assessment ya ziara za nje kabisa. Nusu mwaka ungezuia zile, tunaweza tukanunua hiyo mashine. Kulikuwa hamna sababu ya kusubiri mfadhili alete kama tunajua ile mashine inaweza kusaidia. Yani we have to have self drive badala ya kuwa driven by interest of somebody else. Amekuja, jamani hapa tengenezeni vaccine hii. Kweli shilingi ngapi mtambo hapa? Mimi nitawapenda dola laki ngapi ilikuwa? Elfu. Dola 178. Unaomba vibali vinachelewa na anaondoka na 178. Ile 178 serikali inashindwa kutoa. Tutashindwa kweli? Lazima tuwe na attitude kwamba we can do it, na ningeomba tuwe na hiyo. Kwa hilo lirudieni hilo. Na hiyo mashine tafuteni. Njoni tuzungumze, tutatafuta tafadhili shirika moja, kampuni ya madini au ya simu au nini, ikatoa hizo hela tukaanzisha na mkafanya bila kusubiri mfadhili akwambie fanya. Asipotoa hela basi na wewe ufanye umekaa. Kwa sasa tunajua hiyo vaccine tunahitaji, na tukiipata tutaponya watu wetu. Alafu ni mshiko, tutauza nje. Sasa hiyo ni pamoja na mashine nyingine zote. Nimeangalia mna mashine za bei mbaya sana, hata vinasaba sio mbaya sana. Moja ni dola 400. Dola 400 kwa mtu binafsi kama mimi ni a lot of money. Lakini kwa serikali is completely possible. Lazima tuwe nao kwa ajili ya kufanya research na kuona tunaweza tukafanya nini. Sasa cha mwisho kabisa ambacho lazima tuvifanye ni kuendeleza kusomesha watu wetu. Mazungumzo yote niliyoyasikia hapa katika eneo la biotechnology ni eneo ambalo inabidi tuendelee kusomesha watu wetu sana. Kuna fursa kubwa mno ambayo tunaweza tukaifanya. Sasa tunasamia scholarship extended data science, artificial intelligence and allied sciences. Tunapeleka watu, matokeo form 6 yametoka hapa, tutaenda kutangaza, tutachukua tena kuwapeleka kambini. Nafurahi, labda nitoe hint. Ziara ya Urusi ya juzi ya rais wetu, nimeanza kuona communication yale ambayo tumezungumza, huenda tukarudi tena na kuwa na fursa kupeleka watu katika vyuo ambavyo ni vizuri sana kwenye science. Na kuna maeneo mengine bado tunafuatilia. Labda sasa nitaenda kuongea na wenzetu, tuangalie uwezekano wa kutumia hiyo Samia scholarship kwenye mambo ya biotechnology. Na tuende tukasomeshe degree ya kwanza. Tunachukua wale wazuri kabisa waliomaliza PCB hapa wakasome. Sasa mimi kwa kumalizia, hatuna sababu ya kusomesha watu science kama bado tunakwenda kwa patapotea. Science itatupa majibu. Ndio maana science. Kama kuna mti unaaminika ni dawa, science itatuambia ni dawa ama sio dawa. Hatuwezi kubaki tunabahatisha. Kwamba umeenda hospitali, daktari amecheki, amesema imeshindikana, jaribu chochote. Ndio unaenda unamung'unya mitishamba. Hujui kama inaumiza figo au inaumiza nini. Kama tunajua hiki kitu watu wanasema ni dawa, tufanye utafiti.
Na sisi lazima tuhakikishe kwamba tunatenga kwenye bajeti zetu fedha za utafiti. Tunazo zile milioni 50 kwa ajili ya wanaofanya utafiti na kuchapisha kwenye magazeti, kama amechapisha kwenye kama wewe umechapisha kwenye nini, Nature au kwenye Nature. Kwanza hongera sana, I'm very proud of you. Nilisahau kuomba nipige picha na wewe pale vile vile kwa na tunataka Watanzania wengi zaidi wafanye hivyo, kwa sababu tunafundisha high school, kuna PCB, waende wakasome. Lazima tutumie sayansi kwa ajili ya kuboresha maisha ya watu wetu. Na kwa kuanzia, naenda kuongea na wenzangu wizarani, tuangalie uwezekano wa hiyo Samia Scholarship kwenye data science. Labda tubaki hawa 50 kila mwaka, lakini tupanue wigo, tupeleke kwenda kufanya biotechnology, kama kweli kama mlivyoniambia na nyinyi wataalamu kwamba inaweza katupeleka kwa kasi sana katika kuleta tiba, na ile ni tiba ambayo ni personalized. Unaweza kumtibu mtu kwa namna ambayo mnasema wenyewe, swala la sickle cell linafanywa kazi vizuri. Sasa sickle cell wa Tanzania wanayo, watapata vizuri, na kuna magonjwa mengine chungu mzima ambayo tunaweza tukafanya. Na malizia tena kwa kusema asanteni. Nimefurahi na wenzangu tuliokuja tumefurahi. Mnafanya kazi nzuri sana ya kujivunia. Msingekuwa mnafanya hii kazi, hata ya mawazo tuliosema tusingekuwa nayo. Au sio jamani? Tumeona mnachofanya na tukagundua kwamba kumbe tunaweza tukasogea zaidi. Sisi kwa niaba ya serikali, labda niseme, tutafanya kazi na nyinyi. Na kama mwaka huu tumeshapitisha budget, mwakani bajeti ya tafiti katika masuala ya elimu tiba lazima tuitenge vizuri zaidi. Na kuna namna tutawezesha na sasa sisi kwa sababu tunapitia sera ya sayansi na teknolojia, tunaipitia sasa hivi, tunafanya mapitio. Ningependa ile timu iongee na nyinyi, sio kama mmeongea nao. Mawazo yenu yale yote ambayo mnaona ni vikwazo, visipoingia kwenye sera ni nini? Si karatasi tu. Itabaki karatasi tu. Tutakaa nayo miaka 10 hamna chochote. Wakati mwingine kuandika rais, kusema tuna sera na sera lazima iwe ni action. Kitu ambacho kinafanyika na kinatekelezeka na kinapimika. Kwa hiyo kimoja hapo ndio hicho. Basi ndugu zangu, asanteni sana. Endelee na kazi nzuri. Tunajivunia uwepo wenu hapa, na nitahimiza watu wengi zaidi kwenye wizara yangu na wengine waje watembelee hapa, waone kazi nzuri ya ajabu sana ambayo mnaifanya hapa. Nzuri sana.